Kauli kali yenye msisitizo wa kujitegemea kijeshi na kiuchumi imeibuka kutoka kwa Rais wa Marekani Donald Trump na kuzua mjadala mpana katika siasa za kimataifa. Kupitia chapisho lake kwenye jukwaa la Truth Social, Rais wa Marekani Donald Trump alitoa ujumbe mkali kwa mataifa washirika wa Magharibi, akitaja moja kwa moja nchi kama Uingereza kuwa zinapaswa kuacha kutegemea msaada wa Marekani na badala yake zichukue hatua za kujilinda na kujihakikishia upatikanaji wa rasilimali muhimu kama mafuta ya ndege. Kauli hiyo inakuja katika muktadha wa mvutano unaoongezeka katika eneo la Strait of Hormuz, njia muhimu sana ya usafirishaji wa mafuta duniani, ambapo vikwazo na hali ya sintofahamu ya kiusalama imeathiri upatikanaji wa nishati kwa baadhi ya mataifa. Katika maneno yake yenye ukali, Trump alisisitiza kuwa mataifa ambayo hayakushiriki kikamilifu katika hatua za kijeshi dhidi ya Irani sasa yanapaswa kujifunza kupigania nafasi zao. Aliongeza kuwa Marekani haitakuwa tayari tena kutoa msaada kama ilivyofanya hapo awali, akitoa ishara ya mabadiliko makubwa katika sera ya ushirikiano wa kijeshi na kiusalama. Kauli yake pia iligusia hali ya Irani, akidai kuwa taifa hilo kimsingi limeangamizwa kabisa, huku akieleza kuwa hatua ngumu za kijeshi tayari zimekamilika. Hata hivyo, madai hayo hayajathibitishwa rasmi na vyanzo huru, jambo linaloacha maswali mengi kuhusu hali halisi ya uwanja wa mapambano na athari zake. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaona kauli hii kama ishara ya msimamo mkali unaosisitiza sera kila nchi ijitegemee badala ya mfumo wa ushirikiano wa kijeshi uliokuwepo kwa muda mrefu kati ya Marekani na washirika wake wa Ulaya. Kwa upande mwingine, kauli hiyo imeibua hofu kuhusu uwezekano wa kuongezeka kwa mvutano katika Ghuba ya Uajemi, hasa ikizingatiwa umuhimu wa eneo hilo katika uchumi wa dunia. Usafirishaji wa mafuta kupitia mlango huu ni uti wa mgongo wa nishati kwa mataifa mengi, hivyo kauli za aina hizi zinaweza kuongeza taharuki katika masoko ya kimataifa. Bana, mtazamo wako ni upi hapo chini? Sema comment kulingana na hiki ambacho kinaendelea kati ya Marekani, Uingereza na Iran, huku pia Israeli ikihusika katika vita hiyo. Bana, dondosha hapo chini, sema comment, tutakometisha sana. Mr. Barrow, that's my name. See you another time.